kuna jamii, kuna taifa. Na pia ninaposema jamii pia kuna kanisa. Kwa hiyo kila kundi linatazamia au linatarajia kuona maadili mema katika kundi hilo. Ili watu waishi vizuri, ili lile kundi liende vizuri, linatarajia kuona maadili mazuri. Maadili mema katika kundi hilo. Na wanatarajia kuona maadili mema katika kundi hilo. Sehemu nyingine napenda kusema kwamba mwanadamu akizaliwa hujifunza vitu kutoka kwa wazazi. Mwanadamu akizaliwa hujifunza vitu kutoka kwa wazazi wa kimwili au wa kiroho. Kwa hiyo mtu akizaliwa mara ya pili anajifunza vitu kutoka kwa wachungaji, na mtu akizaliwa kimwili anajifunza kutoka kwa wazazi. Kwa hiyo katika maisha ya mtu, kiushirikiano na mahusiano na watu yanategemea sana maadili yake ambayo yalitengenezwa katika makuzi ya mwanadamu huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani katika maisha ya mtu, ili aweze kushirikiana na watu vizuri na kuwa na mahusiano ya watu, yanategemea yule mwanadamu makuzi yake, yaani katika malezi yake ya kukua amefundishwa nini. Na kama amefundishwa vizuri, ina maana mahusiano yake, ushirikiano wake na watu unakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mithali mlango wa 8 mstari wa 6 hadi wa 10. Mithali mlango wa 8 mstari wa 6 hadi wa 10. Kama umepata naomba usome hapo. Asogea huku hivi usome, maana hapo ina mwangi changu kitanena maadili. Anaposema kwamba kinywa changu kitanena maadili, ina maana anaenda kutamka maneno kwa busara, maneno kwa hekima, maneno ya kupendeza, maneno ambayo yatawapendeza watu. Huo ulikuwa ni utangulizi. Naomba sasa tuingie moja kwa moja kwenye somo letu la maadili. Andika maana ya maadili. Maana ya maadili. Sema tawapeleka haraka ili tuweze kujifunza mambo mengi kwa wakati moja. Neno hili tunaweza tukalitafasiri kwa maneno mengi, lakini nimepanga kwamba tuweze kufafanua kama ifuatavyo. Kwamba maadili maana yake, maana ya kwanza ni utambuzi wa mambo mema na mabaya. Uwezo wa kutambua mambo mema na mabaya. Tunaposema maadili, yani mtu mwenye maadili ni mtu ambaye ana uwezo wa kujua hili jambo ni baya na silifanyi, na hili jambo ni jema na lifanya. Sasa hapo ndipo mtu anakuwa na maadili. Lakini mtu asiye na maadili hawezi kujua jambo baya wala jema. Anaweza kufanya jambo lolote na kwa wakati wowote. Lakini maadili pia unaweza kujua kwamba hili jambo nilifanya kwa wakati upi. Je, sasa hivi napaswa kufanya hivi au napaswa kusema hivi? Hiyo ni maana moja ya maadili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maadili ni mwenendo na tabia inayomfikisha mwanadamu katika hadhi au heshima yake na utu wake. Maadili ni mwenendo na tabia. Yaani hapa nashukuru Mungu nimefundisha somo la nidhamu kwa miaka miwili, lakini mwaka huu tumeliongezea nguvu zaidi. Ili tuweze kuchukua kwa upana zaidi. Ndio maana hata najaribu kufundisha kwa utulivu ili kwamba msikilize. Ukisikiliza haya ambayo nakupatia katika semina hii, kinywa chako kitanena maadili na utaona matokeo ambayo utakuwa nayo katika maisha yako. Mwenendo wa mtu unajulisha yule mtu ni wa namna gani.
tabia ya mtu inajulisha yule mtu ni wa namna gani. Sasa tunasema kwamba maadili ni mwenendo na tabia inayomfikisha mwanadamu katika hadhi yake. Unajua, ukitaka hadhi yako iharibike, we kosa maadili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu punga mkono. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukitaka watu wa kuheshimu, kuwa na nini? Na maadili mazuri. Sasa tunasema kwamba ni mwenendo na tabia inayomfikisha mwanadamu katika hadhi na heshima yake na utu wake. Jambo la mwisho katika maana ya maadili ni mafundisho yanayotolewa katika nafasi mbalimbali, hasa katika malezi, ili kumjenga mwanadamu atende yaliyo mema katika jamii. Ni mafundisho yanayotolewa katika maeneo mbalimbali ili yaweze kumfikisha mwanadamu atende au kumjenga mwanadamu atende yaliyo mema katika jamii. Hakuna jamii ambayo inataka mtu atende yaliyo mabaya. Ukitenda lililo baya, narudia, ni mafundisho yanayotolewa katika nafasi mbalimbali, hasa katika malezi. Ni mafundisho yanayotolewa katika nafasi mbalimbali, hasa katika malezi, ili kumjenga mwanadamu atende yaliyo mema katika jamii. Narudia tena ili muandike vizuri. Ni mafundisho yanayotolewa katika nafasi mbalimbali, hasa katika malezi, ili kumjenga mwanadamu atende yaliyo mema katika jamii. Hakuna mtu ambaye anatarajia atendewe mambo mabaya. Kila mmoja anataka atende mambo yaliyo mema. Sasa ili utendewe mambo mema, inatakiwa nawe uwe mtu mwema. Ukiwatendea watu mema, na wewe unatendewa yaliyo mema. Kwa hiyo ni mafundisho ambayo yanamjenga mtu ili awe na uwezo wa kutenda yaliyo mema katika jamii. Neno hili maadili limebeba maneno makuu matatu. Andika hivyo. Bwana Yesu asiwe sana. Neno maadili limebeba maneno makuu matatu. Neno la kwanza, adabu. Somo langu ni kali kidogo, naingia kwenye maisha ya mtu moja kwa moja, kwenye tabia ya mtu moja kwa moja. Neno la kwanza ni adabu. Mtu mwenye adabu ni yule ambaye ana nidhamu, ana maadili mazuri. Kwa neno adabu liko ndani ya neno maadili. Yaani mtu mwenye maadili ana adabu njema. Si kuna adabu njema na adabu mbaya? Asante mwenyekiti, asante mwenyekiti. Unajua wakati unanikaribisha ulisema watu wote wasimame kwa mikono. Nikasema sasa mbona hatuko China, tutafanyaje? Nitaendaje mbele na mikono? Kwamba limebeba maneno makuu mangapi? Matatu. Neno la kwanza, adabu. Adabu ni neno ambalo liko ndani ya maadili. Yaani ukiwa na maadili una adabu. Yaani kwa rika lolote lile. Ukikosa adabu una maana huna maadili. Na mtu anaweza kukosa adabu, mtu yeyote tu. Mtoto, mzee, hata mzee. Ndio utakuta mzee anaitwa mzee kijana, si ndio? Au utakuta mzee amejichanganya na vijana. Au kijana amejichanganya na wazee. Sasa maadili yanakosekana. Ni shida ya ulimwengu wa leo. Yeye utakuta mtu anashindwa kujipambanua yuko wapi, yuko rika gani. Ukikuta watu wamekaa, mtu mwenye adabu anaangalia, mimi hapa saizi yangu ni wapi? Nilenge wapi? Hasa kama unaingia kila sijui mimi sifahamu Kiingereza, yani kila sekta, sijui Kiswahili ni nini. Unaingia tu kila mahali. Sasa wewe adabu yako ni ipi? Ukishakuwa mama, umeshakuwa
Hebu sema basi, hapa tunafundishia maadili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwasogelee, tunafundishana maadili. Yaani ukishakuwa mama umekuwa nani? Mama. Ukishakuwa mke wa mtu umekuwa mke wa mtu. Ukiwa msichana, msichana. Ukiwa mtoto, mtoto. Huwezi kukaa na hawa wewe umeshakuwa na miaka 20. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukishakuwa mchungaji pia, bana hapa napiga kote. Umekuwa ni mchungaji, unakuwa na maadili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nashukuru wale vijana mlivaa suruali vizuri sana. Siweza kutoka Mrumbani pale Mbwana. Wapigieni makofi. Yaani mlinipaka mafuta ndani ya roho. Fundisha watoto kuwa na adabu njema. Mpigieni Bwana makofi kwa ajili ya hilo. Kwa tunataka kanisa na vijana wakue. Tunataka katika makuzi yenu, katika kukua kwenu, tulijenge kanisa, tujenge vijana na kanisa ambalo lina maadili mazuri. Ili kanisa hili liweze kumletea Bwana utukufu. Ili siku ya mwisho akija asije kukosa watu wa kwenda nao mbinguni. Tusije tukawa tumekuwa mahali hapa bure tukapoteza muda, lakini Kristo atakapokuja tutakuwa ni watu wa kuachwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana hata Biblia inasema kwamba ile siku ya mwisho wengi watalia, Bwana mimi nilikuwa mwimbaji. Si Biblia inasema hivyo? Mimi nilikuwa mchungaji, sijui kwa nani. Maadili, jina la Bwana libarikiwe. Kwa neno maadili imebeba neno adabu. Vile vile neno maadili limebeba neno hapa linaitwa heshima. Heshima. Heshima iko ndani ya maadili. Mtu mwenye heshima ni yule ambaye anakuwa na utulivu. Anakuwa na utulivu, anaheshimu watu, anasalimia watu, maana hiyo pia iko kwenye heshima. Anaongea na watu, anaenda kwenye ibada, anamheshimu Mungu. Si ndio hivyo? Alikuwa tumheshimu na Mungu pia. Yaani usipomheshimu Mungu ina maana maadili yako ni madogo. Yaani unaenda kwenye ibada, sio siku leo ya ibada wewe umekaa nyumbani. Sasa heshima, unamheshimu Mungu kivipi? Leo siku ya maombi, mwana maombi, hujaenda kwenye maombi. Heshima yako ni vipi? Neno la tatu, hilo ni neno la pili. Neno la tatu ni utii. 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 Iko siku Yesu alitoa mfano hivi, alikuwa anafundisha utii. Anasema ukiwa na watoto wawili, alafu na watuma kwenda dukani. Sasa wa kwanza akamwambia nenda, akasema nitaenda. Alafu kaendelea kucheza. Kacheza tu mpaka mwisho, mpaka njaa inauma narudi kuomba chakula. Hajaenda kule uliko mtuma dukani. Lakini yule mwingine akaambiwa nenda dukani. Akasema nina kazi nyingi. Lakini baadaye akaacha kazi zake, akaenda. Akaleta kile alichotumwa. Kati hawa wawili yupi mwenye utii? Aliacha kazi na kwenda. Aliacha kazi na kwenda. Sasa yule aliyeacha kazi na kwenda ndiye mwenye utii au ndiye mwenye maadili mazuri. Aliona hili jambo nimeambiwa na mtu mkubwa, nimeambiwa na mzazi. Kwa hiyo ninaacha kazi zangu, ninaenda kwa ajili ya lile jambo alilo niambia. Kwa hiyo haya maneno matatu ni kielelezo cha maadili. Kwa hiyo mtu mwenye maadili ni yule ambaye ana adabu, mtu mwenye maadili ni yule ambaye ana heshima, mtu mwenye maadili ni yule ambaye ana utii. Katika maisha yake anakuwa na utii. Hapa tunajifunza unatii watu maeneo yote. Unatii watu wakubwa, unatii wazazi, unatii viongozi. Yaani wachungaji, nikisema viongozi wachungaji maana yake unamtii na Mungu pia. Ukiwa na utii kwa Mungu, hapo inamaanisha kwamba wewe unautii pia kwa mtu yeyote. Ibrahimu, kabla ya kuitwa Ibrahimu alikuwa anaitwa Abrahamu. Hakuwa anaishi katika nchi ambayo leo tunaiona kwamba ndio taifa la Israeli. Lakini ilikuja sauti kutoka kwa Mungu akamwambia Abraham, toka katika nchi hiyo, nchi yako uliozaliwa, nami nitakuonyesha nchi utakayoenda. Alikuwa haijui ile nchi anaenda wapi.
Lakini Bwana alimwambia, ondoka hapa, uache jamaa zako, uache shughuli zako, uache vitu vyako vyote, na mimi nakuagiza uende mahali fulani. Alichokifanya, alitii. Na kwa sababu alitii, alienda kule. Na kwa sababu ya kutii kwake, ndio maana aliahidiwa baraka ya kubarikiwa. Na leo tuko hapa kwa sababu ya utii wa Ibrahimu. Na leo tunasema Ibrahimu ni baba yetu wa imani kwa sababu alitii. Hata alipoambiwa kwamba mtoe mwana wako wa pekee kuwa sadaka, alitii. Aliona kuna mambo mengine ni magumu kwenye utii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengine ni magumu, lakini jambo jema tunatakiwa kuweza kuwa na utii. Mtu mwenye maadili mema, mtu mwenye maadili mema, andika maneno haya. Mtu mwenye maadili mema kwanza ni muwazi. Yaani ukiona mtu mwenye maadili mema ni muwazi. Mnafahamu mtu muwazi? Yaani muwazi, yuko wazi kabisa, na anaweza kukuambia jambo, yuko muwazi. Ni mkweli. Mtu mwenye maadili mema ni mkweli. Yaani ni mkweli, akikwambia jambo amekuambia. Akikwambia nitafanya, atafanya. Mtu mwenye maadili mema ni mkarimu. Anakuwa ni mkarimu, ana ukarimu kabisa. Mtu mwenye maadili mema hupenda kusaidia wengine. Yaani ukiwa na jambo anasaidia na wengine, anawapa na wengine. Akiwa anafahamu kitu anawafundisha na wengine, anawasaidia na wengine kwa sababu maadili yake ni mazuri. Mtu mwenye maadili ana uwezo wa kukiri kosa. Mtu mwenye maadili ana uwezo wa kukiri kosa. Yaani ukimwambia hapo umekosea, anatambua kweli nimekosea. Hayo ni maadili mema. Yaani ana uwezo. Unajua kuna watu wengine hawana uwezo wa kukiri kosa. Hata kama amekosa, sema niko sahihi. Nani aliniona? Nilikuwa wapi? Unaona? Anajaribu kuficha lile kosa lifanya. Na kawaida ya kosa ukilikiri si limeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kosa ukilikiri limesha kwisha. Yaani ndio maana Biblia inasema kwamba yaani ukishaokoka, ukishakiri dhambi zako, umesamehewa, imeisha moja kwa moja. Yaani ndio maana nasema kwamba dhambi zenu zisipokuwa nyekundu kama bendera, zitasafishwa na kuwa nyeupe kama theluji. Ina maana kosa lolote ukilikubali ndio mwisho wa kosa. Lakini kosa lolote usipolikubali linaendelea kuwa kosa. Sasa mtu mwenye maadili ni yule ambaye ana uwezo wa kukiri kosa. Andika, mtu mwenye maadili ni yule ambaye anasamehe. Yule anayesamehe. Mtu mwenye kusamehe ni yule ndio mwenye maadili. Na wapeleka haraka, najua angalau nisogee kidogo. Pia mtu mwenye maadili ana hekima. Ana hekima. Unajua hekima ni nini? Hekima ni ule uwezo wa kutenda au kusema jambo. Hekima ni ule ufahamu wa mtu wa kujua nifanye hili jambo au nitende hili jambo kwa wakati gani na mahali gani. Unajua sio kila jambo unalifanya kwa mahali fulani. Luka 18:22. Luka 18:22. Luka 18:22. Hakuna aliyefungua Luka 18:22. Luka 18:22. Amina. Tasoma na mstari wa 22, neno la Mungu linasema. Yesu aliposikia hayo aliwaambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Amina. Sana sana. Yule kijana alikuwa ni tajiri, lakini alipungukiwa na jambo
moja. Ndipo Yesu alipomwambia kwamba nenda ukauze vitu vyote alafu uje unifuate. Yeye alifikiri kwamba ni jambo gumu, lakini kwa sababu hakujua kwamba Yesu Kristo ana maana gani, aliondoka kwa huzuni na alisikirika sana. Hivyo haya ambayo tunajifunza, tunataka tukapate kujua jinsi ya kuweza kutenda na jinsi ya kuweza kusema na jinsi ya kuweza kufanya ili tuweze kumpa Mungu wetu utukufu. Bwana Yesu asiwe sana. Na Mungu akipokea utukufu na sisi tunabarikiwa. Tukifanya vizuri, vijana wa leo au sisi wa Kristo wa leo, tukiwa na maadili mazuri, Yesu wetu hata tukanwa. Lakini tukiwa na maadili mabaya, watu wasema Wakristo gani hao? Mbona wanafanya haya? Mbona wanasema hivi? Mbona wako hivi? Ili kwamba Yesu Kristo atukuzwe. Unajua, ili Yesu Kristo atukuzwe, watu wanataka kujifunza kwa wale wanaosema sisi ni Wakristo. Ili wakiwaona ninyi, ndio basi Biblia inasema hivi, Yesu Kristo anasema hivi, mimi niko ndani yenu. Ili mtu akikuona wewe kijana, unaimba, unaomba, unacheza, asikuone wewe, amuone Yesu Kristo. Yaani muwakilishe Yesu Kristo kwa nafasi yako na kwa wakati wako. Kwa tunatakiwa kuwa watu ambao tumelishika neno la Mungu, tumeshika maadili mazuri, tumeshika mafundisho mazuri, ili Mungu aweze kutukuzwa na Mungu aweze kulikuza kanisa lake kwa wale ambao watakuwa wanaokolewa. Hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa kufanya katika maisha yetu. Naomba tuende pointi nyingine. Andika maadili katika makundi mbalimbali. Ukishaandika maadili katika makundi mbalimbali, andika namba 1, maadili katika familia. Maadili katika familia. Tumeingia kipengele kinasema maadili katika makundi mbalimbali. Namba 1, maadili katika familia. Katika dunia kuna walimu wakuu watatu. Hapo chini ya maadili katika familia, unataka kuandika kwamba katika dunia kuna walimu wakuu wangapi? Hebu sema kwa sauti, kuna walimu wakuu wangapi? Watatu. Mwalimu wa kwanza ni mzazi au wazazi. Tuandike kwanza hapo, alafu baadaye tutaanza kuelezea. Walimu wa kwanza ni wazazi. Mwalimu wa pili ni walimu au wakufunzi. Andika hivyo hivyo, walimu au wakufunzi. Mwalimu wa tatu ni dunia. Mwalimu wa tatu ni dunia. Na hawa walimu wote watatu wana nafasi zao za kumfundisha mwanadamu akisha kuzaliwa. Usipofundishwa na wazazi, utakutana na walimu shuleni, utakutana na walimu chuoni, utakutana na walimu kanisani na katika makundi yoyote yale. Baada ya hapo pia, ukisipofundishwa huko kwenye shule na vioni, utakutana na mwalimu anaitwa dunia. Bwana tusaidie sana. Amen. Mwalimu mzazi akishindwa kukufundisha na mwalimu mkufunzi akishindwa kukufundisha, mwalimu dunia hakosi kukufundisha. Ni mwalimu hatari sana, na ni mwalimu makini sana, na ni mwalimu anamfahamu kila mtu. Hata wewe ulioko mahali hapa anakufahamu. Mwalimu ambaye ana mafundisho makali kuliko mafundisho yote, hakosei, na ana njia nyingi za kufundisha, na ana njia nyingi za kuwakamata watu. Mwalimu dunia. Ndio maana leo utakuta kwamba vijana wanaingia katika maisha ya kujichanganya, niseme hivyo, kwa sababu wamekutana na mwalimu dunia. Yaani yule huwaga achelewe na kufundisha wakati wote. Darasa lake liko wazi masaa yote. Hata kama umelala unaweza kufundisha kwenye ndoto.
Yaani wakati wote anakufundisha tu. Kwa hiyo ni mwalimu dunia. Sasa tunapojifunza maadili, mwalimu mwenye kukupa maadili ni mwalimu wa kwanza na mwalimu wa pili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwalimu wa kwanza na mwalimu wa pili. Mwalimu wa kwanza kabisa ni mzazi. Yaani mzazi wa kimwili kabisa ni mwalimu wako wa kwanza. Mtoto akizaliwa anaanza kufundishwa na mama kwamba huyu ni baba. Anashika moja kwa moja ni baba. Wewe baba hujui amefundishwa lini, utashtukia mtoto anasema baba. Anafundishwa na nani? Na mzazi. Anafundishwa kutembea, anafundishwa kusema, anafundishwa mambo mbalimbali. Sasa tunapojifunza maadili katika familia, tunaanza na mafundisho ya maadili yetu sisi wazazi, na kama hujawa mzazi unatarajia kuwa mzazi. Mpigeni Bwana makofi basi. Unatarajia kuwa nini? Mzazi. Ukishakuwa kijana kuna makundi matatu, kuna mtoto, kuna vijana na watu wazima. Sawa sawa? Ukiwa mtoto unamtegemea mzazi kwa kila jambo, si ndio hivyo? Baadaye unakuwa kijana. Sasa ukiwa kijana huwezi kubaki kijana miaka yote. Baadaye unakuwa ni mtu mzima, unakuwa na familia. Sasa tunatakiwa pia mtoto ajifunze, au mtoto hujifunza na kufundishwa na wazazi. Baba na mama, kwa wale ambao mna watoto, lazima wewe uwe na maadili mema ili kufundisha watoto wako. Hebu wenye watoto mikono juu. Bwana Yesu asiwe sana. Vijana wenye watoto na wale ambao mna watoto mkapata watoto baada ya kurudi wapate maadili. Naangalia mama na baba wanaongeaje. Kuna wazazi wengine ni wakorofi. Simesema wazazi wako hapa? Ngoja basi niwanyokie moja kwa moja. Hebu jipigieni makofi. Nyinyi ambao mna watoto msipige makofi. Nataka niongee na wazee. Unapiga makofi wewe, una mke una mume, unataka kunidanganya saa hizi. Yaani kuna wazazi wanaishi vibana wao kwa wao. Hasa mnagombana maneno makali. Toka hapa we, mimi sitaki. Baada ya kumuita baba fulani anamwambia we John, ondoka hapa we John. We Rehema, kwa nini unachelewa? Mbona unapiga ovyo ovyo? Watoto wasikiliza. Leo kitoto kama hichi mama yake anakuja asema Rehema amerudi Awe mama yako anaitwa nani? Baada mama fulani asema mama yangu ni Rehema. Anasikiaga baba yake anamuita mama yao nani? Rehema. Maadili hayapo. Na mtoto kama huyu huaga anashika vitu wakati wa utoto kutoka kwa wazazi hata sahau. Ukiona mtoto anapiga kazi asubuhi mpaka jioni, amejifunza kwa baba yake ametoka wapi. Bwana Yesu asiwe sana. Yaani ukiona anafanya kazi, anapokea wageni, anakaribisha wageni, anatii. Yaani wageni wakiingia, katoto kanakaa pembeni, kanasubiria kaitwe. Anachukua mfano huo umetoka kwa wazazi wake. Lakini utakuta wazazi anamwambia mtoto, wewe mtoto ondoka hapo wewe, umbwa wewe. Mtoto, yaani mtoto wako uliomzaa unamuita umbwa. Kati ya mtoto na baba nani mwenye maadili mabaya hapo wachungaji? Nyinyi nyamazeni, nyinyi mna watoto nyinyi. Yaani baba anamwambia mtoto wake, yaani toka wewe umekaa kama umbwa hapa. Nani mwenye, yaani mtoto wako unamwambia ondoa bangi zako hapa. Au unamwambia ondoa kiherehere chako hapa. Sasa mwenye kiherehere ni wewe au ni mtoto? Si yule anaweza viherehere. Yesu ndio muasisi wa viherehere. Sasa wakulaumiwa ni nani hapo? Sio mtoto. Tusiwanenee watoto maneno mabaya. Tutazalisha kanisa ambalo limechanganyikiwa. Mtoto anakuwa anaona kanisani hakuna maana. Mtoto anataka kwenda kanisani, anamwambia unaenda wapi leo? Nenda. Unaenda wapi? Humpi sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nimeonaga, mimi watoto wangu wamekuwa, ila nakaa na wajukuu. Yaani kishatengwa tu chakula, anasema tuombe. Kadogo kabisa, sio kana mwaka mmoja. Mnakafahamu wale waveta hapa. Usipoomba hakali. Anatulia kwanza. Ukijichanganya sema mbona babu leo hujaomba? Anatulia kabisa.
Sasa wewe mama umepika, unaanza kula, mtoto anaangalia. Leo je, mwambie mtoto ombea chakula, atakiombea? Hawezi. Lazima tujenge kanisa lenye maadili mazuri. Na maadili mazuri lazima tuanze sisi. Hata wewe ambao huna watoto, una mchumba, unakutana na mchumba wako, hata kuomba mwanze mazungumzo na mimi nakupenda eti. Nenda kwa maadili bwana. Alafu umevaa moto, wewe mimi nakupenda eti. Fika kwa mwenzako, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Kuoa ni mpango wa Mungu, ama sivyo? Kwani ngoja niwarudie. Mimi nimefungisha ndoa nyingi sana na nimefundisha sana. Yaani ilikuwa ni hivi. Mchungaji msajili wa ndoa zamani, nafundisha maadili. Sifungishi ndoa. Yaani Adamu alipomuumba Mungu alipomuumba Adamu alikuwa anatembea hivi, amekaa hivi. Anaangalia, huyu ni simba, tembo, nyamaza kimya. Lakini alipomuona Hawa, jamaa kachangamka sio kawaida. Akamwambia, wewe ni wa kwangu, wewe ni mifupa yangu. Wakakimbia, akaenda kamdaka. Wakaondoka pamoja. Unaona? Sasa unapokutana na mwenzako ili mjenge msingi mzuri wa familia, unamwambia Bwana Yesu asifiwe. Pigeni Bwana makofi sana. Amen. Yaani unaogopa. Hata ndio maana nyumbani mnaamka mke wako na wewe hamsalimiani. Maadili gani hayo? Yaani mnalala nyumba moja msalimiani. Nyie wachawi. Wamebadilishiwa. Maana wachawi wasalimiani wanatokaga kinyume. Hamjasalimiana na mume wako na bwana wako. Alafu mnaenda kanisani, unamwambia mchungaji, Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu, unapiga na magoti. Sasa mtumishi wa Mungu huyu wa kwanza umemwachaje? Lazima tujenge maadili mazuri ambayo watu wakijifunza wakimbilie kuja kwa Bwana. Unajua Yesu alikuwa na maadili mazuri sana. Na nitafundisha hiyo nitakapofika maadili ya Kikristo. Alikuwa anasababisha watu wamfuate kila akipita. Hata kasababisha watu wanafunga ofisi zao za TRA, wanakimbia kumtafuta nani? Yesu. Vipofu walikuwa wamekaa njiani, sema Yesu, mwana wa Mungu, ni rehemu. Vipofu. Jamaa fulani kalikuwa kafupi namna hii. Si mnavifahamu vile vile? Mbilikimo. Sio mbilikimo, watumishi wa Mungu wafupi. Zakayo, wewe uko vizuri sana. Yaani watu walikaona hakafai hapa na utumishi wake na mshahara wake mkubwa na nini, ondoka hapa wewe. Kafupi, kanahangaika. Baadaye Bwana Waswahili wasema akili ni nywele. Kakapanda wapi? Kakawazidi wote warefu na wote wa kila aina. Wewe ukiwa na Yesu na akili kupindukia, watu watakushangaa, utafanya vitu vikubwa na vitu vya ajabu. Yaani utakuwa na familia nzuri, utakuwa na watoto wazuri. Wale watoto wako wazuri, wafundishe watoto wako wazuri, wapeleke kanisani. Mwambie mchumba wako, nafundisha hapa vijana. Kwa napiga kwa waliooa na wasiooa. Si baadaye watoa, lazima uoe. Na lazima uolewe. Usikae hivi. Olewa. Oa. Unasubiri nini? Unatuchanganya kanisani. Tunaposema waliooa, haupo. Wasioolewa, haupo. Wenye nyumba, haupo. Watoto, haupo. Tukuweke wapi? Tumweke wapi? Popo. Sasa unawafundisha watoto, wewe ni mwalimu wa kwanza. Wafundishe maadili mazuri yanayompendeza Mungu, ambayo hawatayaacha hata watakapokuwa watu wazima. Watoto na kanisa pia. Kanisani tuna wachungaji. Mchungaji ni mwalimu wa kutufundisha sisi, kutupa maelekezo ya kwenda kwa Mungu na kuishi vizuri. Lazima pia tuwasikilize. Tukiwasikiliza wachungaji, tunakuwa na maadili mazuri. Amen. Ndiye mwalimu anayekufundisha kumuona nani? Mungu. Ili umuone Mungu ni kupitia mwalimu ambaye ni mchungaji.
Saa zingine nafika tuwaheshimu wachungaji. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu wapigieni wachungaji wetu makofi kabisa. Nakutana na mchungaji mtaani. Mchungaji wewe hapa anakuja anakwepa. Kisa walivuta bangi ndio anakwepa. Huyo Jumapili atanihubiri. Siku umekaa vibaya huendi kanisani. Nini najisikia vibaya. Kumbe ulikunywa jogoo kidogo. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo hawa watumishi wa Mungu, wachungaji, ni watu wenye kulea watu katika mafanikio ya kimwili na kiroho. Ukiwasikiliza utafundishwa na kupata mabadiliko kiakili, kiroho, na nafsi yako itaneemeka sana. Utajua namna gani ya kupambanua mambo yaliyo mema na mambo yaliyo mabaya. Hebu tusome kwanza Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 5 na wa 6. Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza 5 na 6. Hebu soma hapo kama umepata. Nitasoma. Timotheo wa kwanza 5 na 6. 5 na 6. Walakini mwisho, nitarudia. Walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo utokao katika moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki. Wengine waliyakosa hayo, wamegeukia maneno ya ubatili. Nilikuwa nataka hiyo point kwamba wengine wameyakosa hayo, wamegeukia nini? Ubatili. Kwa hiyo haya ambao tunawafundisha mtayapata kwa wachungaji, watawafundisha ili mtu asije kageukia ubatili. Jukumu la wazazi ni kuwajenga watoto katika maadili yanayompendeza Mungu. Tuna mfano katika Biblia kwa mtu mmoja alikuwa anaitwa Eli. Eli hakufundisha watoto wake vizuri. Wakawa na mfano mbaya. Samueli wa kwanza mlango wa 2 22 hadi 25. Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari 22 hadi 25. Nawasumbua. Ngoja nibadilishe sisi. Mnaona huku wazito kusoma. Mwenyekiti, hebu tujipange sasa, sijui ukae kwenye kivuli. Hebu tusomee Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari 22 hadi 25. Nitasoma. Basi Eli alikuwa mzee sana. Naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatendea Waisraeli. Na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika malangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia, mbona mnatenda mambo kama hayo? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Karibu kabisa wakaleta sura mbaya. Kwa hiyo ili kwamba uweze kuwa na tabia nzuri, unatakiwa tuwafundishe watoto wetu, na sisi ambao ni watoto tuwasikilize wazazi wetu, na sisi ambao ni wazazi wa Kikristo tuwafundishe watoto wetu ili wakapate kuwa na maadili ya kumpendeza Mungu, ili Mungu wetu aweze kutukuzwa. Kila tunachotakiwa kufanya ni kwamba tuweze kuwaridhisha watoto wetu. Yaani watoto wako warithi maadili yaliyo mema. Yaani hakikisha watoto wako wanarithi maadili, wanarithi vitu unavyovifanya wewe. Una juhudi katika kazi, nimesema hivyo, unaomba sana, ni mwimbaji. Wengine watu wako waimbaji sana. Naonaga wachezaji wa mpira. Mwalimu wa somo la somo gani eti?
la uchumi, niliona ni mpenzi wa mpira sana, anafahamu hayo mambo. Naonaga nikiangalia wakati wanaingia uwanjani, wanaingia na vitoto vidogo vidogo. Wanafanyaje hapo? Wanataka baada ya wao wale watoto wawe wachezaji, si ndio? Ni hivyo. Alafu watoto wanakuja kuwa wachezaji zaidi kuliko wao. Sasa wanataka ile karama au ule uwezo walionao watoto wao warithi. Hasa na sisi vitu ambavyo tunavifanya, huduma ambazo unaifanya wewe, ni mwimbaji mzuri sana, unafanya mambo yaliyo mema, unahubiri, unafundisha, unakuwa ni mwinjilisti mzuri au unakuwa ni mwimbaji mzuri sana, hakikisha na watoto wako warithi hayo. Hapo utakuwa umejijengea kizazi ambacho kinamtukuza Mungu, kinabarikiwa. Amen. Unaonaje kama wewe ni mwimbaji unaimba sana alafu umeimba mpaka beta chini? Hebu jipigie makofi basi. Amen. Yaani wewe umeimba mpaka beta chini hapa chini ya mjohoro hapa. Ungefikaje kama usingekuwa na Yesu? Usingefika. Yesu Kristo ndiye aliyekuleta hapa. Sasa hakikisha mtoto wako aende mbali zaidi ya wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakikisha mtoto wako anaimba kwenye makongamano makubwa hili la kitaifa, yeye aimbe kwenye kongamano la kimataifa. Amen. Atoke nje ya nchi. Amen. Amtukuze Mungu, watu wabarikiwe. Amen. Hapo ndipo tutakuwa tumejenga kizazi ambacho ni chema sana. Amen. Kumbukumbu la Torati 6 hadi 9. Kumbukumbu la Torati 6. Naam. Kumbukumbu la Torati 6 hadi 9. Okay, 6 hadi 9. Tasoma. Na maneno haya niliyokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. 9. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Asante sana. Biblia inatuagiza tuwafundishe watoto wetu maneno ya Mungu, tuwafundishe maadili mazuri. Hivyo familia ina nafasi kubwa. Andika hii sentensi. Familia ina nafasi kubwa kumfundisha mtoto. Familia ina nafasi kubwa kumfundisha mtoto aone faida au hasara ya kuwa na maadili mema. Familia ina nafasi kubwa. Familia ina nafasi kubwa kumfundisha mtoto aone faida au hasara ya kuwa na maadili mema. Sentensi nyingine, kila jamii, familia, kanisa na taifa. Kila jamii, familia, kanisa na taifa. Ile ya kwanza namba 3, ushirikiano. Namba 4, mawasiliano. Unatarajia utaona mambo haya mane kama hiyo familia au hilo kanisa au hiyo paka kesho. Nilikuwa nawaambiaga vijana tangu au acha niaje tu kwanza. Tutasema kesho. Tutasema kesho. Yaani shetani akija mkanyage, wewe mwenyewe umekanyagwa. Teke kule, wewe mwenyewe umepigwa mateke. Shetani sio wa kuchezea eti. Yaani mnaofanyaga kwamba kanyaga, shetani kanyaga. Kanyaga hasa. Wewe mwenyewe umekanyagwa nyumbani, umekombana na mke wako. Umekanyagwa, mwambie shetani kanyaga. Kumbe yeye ndiye anakushindilia moja kwa moja. Na vingineo mfumo unabadilika. Mwingine mfumo unabadilika. Wewe mwenyewe kumbe umeibiwa, umebadilishiwa ndivyo.
Hasa wewe mfumo umeharibika, unamwambia shetani, yaani ili mkanyage shetani, ingia kwenye mfumo wa kukanyaga. Amina. Hasa ndio mwanadamu aliumbwa na mwanadamu ambao tunamfundisha ashike maadili ya kumpendeza Mungu ili kwamba tupate vijana ambao wataingia katika uzima wa milele. Amina. Ili kwamba wakisimama injili huiwe. Amina, amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Sio mwinjilisti, lakini ngoja nirudi madhabahuni. Hiyo ilikuwa imeenda hiyo. Lazima mnapokeana kwanza. Amina. Mna watoto, baba watoto, mama watoto. Kila moja unajua duniani kila moja anataka kubembelezwa eti. Kweli. Hata Yesu alitubembeleza ndio maana tukaokoka. Sasa wewe bila kubembelezwa utakuwa mtu gani? Ndio maana wanawake wengi ukimwambia nakupenda, yani hapo umemaliza. Yaani baba aliye kuzaa wanamwita dingi, wewe alafu na waonage eti wote wanaosema dingi namba zao zinaingia kwenye simu yangu, nimeiseti hivyo. Wengine wanasema mshua, wengine mshua. Yaani baba, hivi mnafahamu maana ya baba? Yaani baba, yaani yule mtu ni wa heshima sana, au mama ni mtu wa heshima sana. Yaani baada unamwita mama bi mkubwa. Mama aliyekuzaa bi mkubwa, ina maana wewe ndio bi mdogo au? Sasa kama kuna kitu kikubwa si maana kuna kidogo. Sasa kama kuna bi mkubwa, bi mdogo iko wapi? Tutofautishe wale waliokoka na wasiokoka. Mpigie simu mama, mwambie mama shikamoo. Bwana Yesu asifiwe. Kongamano limenoga. Tena sio kunoga tu, nimebarikiwa. Nimefundishwa uchumi, nimefundishwa maadili. Mama, nilipoondoka nilikukosea, nisamee. Yaani nakuja mama, narudi na kuletea na zawadi. Amen. Yaani hela usinunulie vocha yote. Najua mna akiba za hela hapa. Nunua kazawadi mpelekee mama, pelekee baba, pelekee mke wako yuko nyumbani. Usile yote, nyewe wanaume, usile chips yote. Rudisha, mpelekee zawadi. Atajua kweli ulikuwa kwenye kongamano. Pelekee na wadogo zako. Na wote wanaokuhusu. Hapo ndio tunajenga mawasiliano kwa mazuri. Okay. Unaambia narudi, kongamano limeisha. Linaisha siku gani hili la hapa Tiveta? Hapa mjaandika. Linaisha lini? Jumapili. Watu wanasubiri Jumapili, hujaonekana. Uko wapi? Kwenye kongamano. Jumatatu hujaonekana. Wapi? Kongamano. Jumanne hujaonekana. Wapi? Veta chini. Kwa siku ngapi hilo? Mpaka Ijumaa. Yaani usafiri ulikuwa mgumu. Nauli zimepanda. Gari ilipata shida njiani. Hasa kumbe umeishia tu huko kwenye madongo kuinama kule. Kuwa na mawasiliano mazuri. Mwambie mchungaji, Jumapili sitafika, nina safari. Niombee. Tena wengine waga wanasafiri, mchungaji hawendi kuwaga mchungaji. Yule ni mzazi. Wakikuombea unakoenda unaenda kubarikiwa. Amen. Unajua washirika, Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Hatima ya kanisa iko mikononi mwa mchungaji wako. Ili ubarikiwe na ili ufanikiwe, weka mawasiliano mazuri na mchungaji. Amen. Weka huyo ni mchungaji wako wa kiroho. Yaani nakwambia kila unakoenda unafanikiwa. Kila unakoenda unaenda kuokota, haurudi mikono mitupu. Kila unakoenda mwambie nimesharudi mchungaji, nimepata hiki, nimefanikiwa hivi. Sio kwamba tunawabembeleza mtupatie CV jamani na sisi tunafanya kazi eti. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Hayo mambo yanaonekana kama tukiwa na maadili mazuri. Kuna misari mingi kidogo hapa, naomba niwape michache. Tutasoma michache, mingine niwaachie tu msome kwa wakati wenu. Hebu andika Mithali 4. Mithali 4:13 hadi 15. Mithali 4:13, 15. Mithali 4:13 hadi 15. Mithali 22:6. Mithali 22 mstari wa 6. Efeso 4:6. Efeso 4:6.
Naona tuishie hiyo mistari tu inatutosha. Tusome tu mstari mmoja wa Mithali 4:13 hadi 15. Mwenyekiti kama nasoma. Mithali 4:13 mpaka 15. Inasema, mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike maana yeye ni uzima wako. Usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo, igeukie mbali ukaende zako. Amen. Asante sana. Hapa inatufundisha kwamba tusiende katika njia ya waovu. Njia ya waovu ni ipi? Ni ile ambayo haimpendezi nani? Mungu. Ni njia ya waovu ambayo haimpendezi Mungu. Sasa sisi ambayo tunatarajia kuwa na maadili mema, Biblia inasema kwamba tusiende katika njia ya waovu. Tusiige wale wanaoyafanya mabaya, wale wanaoenda kwenye njia mbaya, tuachane nao ili tuweze kutenda yaliyo mema, tumtukuze Mungu na Mungu atukuzwe katika maisha yetu. Wakati nazungumza hayo nimepata na mstari unaotufundisha vizuri, unatuongezea maneno mazuri, ni Zaburi 1:1. Zaburi 1:1, hii pia tuisome. Mwenyekiti, hebu isome hiyo. Soma. Zaburi 1:1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Mstari wa pili. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake itafakari mchana na usiku. Biblia inasema kwamba heri mtu yule asienda katika njia ya wakosaji, wala hakusimama katika shauri la kufanyaje? Kuketi barazani pa wenye mizaha. Sasa saa nyingine vijana tuepuke magenge mengine. Kuna magenge mengine unaweza kufundisha ukawa na maadili mabaya. Kuna watu wengine wanadhihaki, watu wengine hawapendi neno la Mungu, wanakuwa na mamizaha tu, unafundishwa. Usijichanganye kwa kila kundi. Kuna makundi yaliyo mazuri na makundi yaliyo mabaya. Kuna makundi ambayo ukienda, ambayo Biblia inasema kwamba heri wale wasiosimama barazani pa wenye mizaha, utakuta kuna makundi mengine unafundishwa. Ndio maana vijana mnajichomeka kwenye makundi mbalimbali, utakuta umefundishwa kuvuta bangi, madawa ya kulevya, pombe, ulevi, sijui nini. Alafu nimesema bangi wamenuna. Mazia. Wani wasogelee. Nikasema bangi si mbaya jamani. Mbaya. Wewe ukiwa umelewa bangi, sijui mnalewaga au mnafanyaje, mimi sijui. Unaongeza charge sio kawaida. Yaani unakuwa kama mko wawili. Akikuangalia hivi ni kama anakuona wewe mdogo kama sisimizi hivi. Yaani yeye mkubwa. Sasa unaharibu ile ufahamu wako wa asili. Unajua wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Nafsi yako kuna Mungu ndani yake. Sasa usiongeze kitu chochote cha kuifanya akili yako ifanye kazi zaidi kuliko kawaida. Unajiharibia. Baada ya siku, maana unaifanya akili yako ifanye kazi nyingi zaidi kuliko kwa wakati wake, mwisho wa siku inachoka. Ndio maana utakuta mvuta bangi baada ya muda kama choka, amekuwa hoi kabisa, yuko hivi. Mpaka hata suruali anashindwa kuvaa. Yaani unaharibu akili, nafsi yako inaharibu. Yaani na hata ule utendaji wako wa shughuli unafanyaje? Tuachane na madawa ya kulevya. Hayo yameharibu nchi. Nenda kwenye nchi ambazo zinatumia madawa ya kulevya, taifa limeharibika. Hivi Mungu ametupa vyakula vingi sana. Hebu tuvitaje moja. Ugali, mnapenda ugali nyie? Sana. La pili, viazi. Mwalimu aliwaambia wasile viazi, kumbe wanapenda. Wali maharage. Viazi madoo, huku sisi petachido tunaita madoo. Kula madoo vizuri sana, piga ugali. Piga wali maharage, amesema hivyo. Na nini tena? Biriani. Nyama. Makande. Chips. Hivyo viazi vigeuze, badala viazi vigeuze kuwa chips. Si tayari umewini? Yaani badala kula viazi kula chips. Bado uko kwenye viazi tu.
Badala mihogo kula chips, bado uko kwenye mihogo tu. Sasa kula hayo. Ya kitimoto, piga kabisa kitimoto. Sasa tusitamani vitu ambavyo vinaharibu ufahamu wako, vinaharibu pia utukufu wa Mungu. Tutashindwa kujenga familia na kanisa ambalo linaenda mbele. Tutavuruga mwenendo mzuri, tutakosa maadili. Tutakosa familia ambayo ni nzuri. Tunataka tuweze kumtukuza Mungu. Ile nawapongeza sana, maana hakuna mvuta bangi hapa. Amen. Wala mvuta sigara hapa. Ni vijana wazuri waliompendeza Yesu Kristo, wakikanyaga jukwani hapa wanaimba. Jana mliimba mpaka mgeni rasmi akaniambia hapa kweli unao watu. Amen. Nikamwambia kwa kweli hapa mtaani kwako nimeleta watu. Alifurahi sana. Akakaa mpaka mwisho wa ibada. Nilishangaa, siwahi kuona mgeni rasmi wa namna hiyo. Alifurahi sana. Mpigeni mbao na makofi basi. Yaani mnafanya vizuri. Tena mnafanya vizuri sana, maana naona mabadiliko kila kongamano. Amen. Kongamano la kwanza nikaona ni muujiza. Kongamano la pili nikaona mabadiliko. Kongamano la tatu nikaona mabadiliko. Kongamano la 4 nikashangaa. Kongamano la 5 nikazubaga, nasema hawa ni wenyewe au ni wengine. La 6 mkaniacha hoi beta chini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Tuko ndani ya nyumba. Amina. Unajua jamii au taifa lenye maadili mazuri utakuta na hayo mambo ambayo nisema ni amani, shirikiano, upendo, mawasiliano yanakuwepo. Kwa hiyo tukajenge familia zilizo njema, tukajenge makanisa yaliyo mazuri, makundi yetu, kwaya zilizo nzuri. Ndani ya kwaya yetu tunakuwa na upendo, tunakuwa na amani, tunakuwa na ushirikiano ndani ya kwaya ili tumtukuze Mungu. Hivi mnapokusanyika, si tunamwimbia Mungu wa mbinguni? Sio mtu mwingine. Sasa ili Mungu atukuzwe, inataka huku ndani yetu, ndani ya kwaya, tunakuwa na upendo. Kuna amani pale. Mtu akiingia kwenye kwaya anajisikia amani. Mtu anakuwa anajisikia kwa kweli hapa tuko kwenye kwaya. Tunapoanza kuimba, ndipo na Mungu anaenda kutukuzwa. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumemjengea Mungu kanisa lililo jema, lenye maadili mazuri, ambayo inampendeza Mungu. Mimi waga napenda kuwashirikisha mambo mbalimbali. Niombe sijui nitaanzaje hapa. Ila niombe watu wawili. Niwape kazi kidogo hapa. Alafu wataniletea baadaye. Chapu na haraka watu wawili. Iweke sawa tu. Unakuja ukiwa na maadili mazuri. Amina. Sasa. Amina. Mpanda jukwani. Amina. Wa pili wa kike. Njoo tu mtu yeyote. Hamna mama yote au huyo. Sawa. Barikiwe mtumishi. Sasa watu walikuwa wanaogopa Watu walikuwa wanaogopa kuja mbele. La kwanza, ninyi mlio kuja mbele na wanunulia soda. Amina. Yaani ninyi mlio kuja mbele na wanunulia soda. 2 tu. La kwanza wamepata nini? Sasa wewe niweke maiki kwanza. Ya Kikristo. Nimepeleke haraka ili kesho tumalizie ikipata nafasi. Maadili ya Kikristo. Maadili ya Kikristo. Maadili ya Kikristo ni kufanya yanayompendeza Mungu. Yaani kila Mkristo, vijana, Biblia inatuagiza kufanya yanayompendeza Mungu. Na tunapata mfano huu kwa mafundisho ya Yesu Kristo katika Injili. Maadili ya Kikristo ni kufanya yanayompendeza Mungu. Mafundisho ya Yesu Kristo ni msingi wa maadili mema.
Yaani tunapata mafundisho ya maadili kutoka katika vitabu vya Injili kulingana na mafundisho ya Yesu. Yesu alitufundisha mambo yafuatayo. Si kama nimewachanganya hapo, nimeenda haraka. Wewe niende taratibu. Maadili ya Kikristo ni kufanya yanayompendeza Mungu, yale ambayo ni mambo mema. Na Yesu Kristo ni mfano mzuri wa maadili. Yeye mwenyewe alikuwa ni mfano wa kutufundisha sisi maadili mema. Kwa Yesu alitufundisha au anatufundisha kuwa na maadili mazuri kulingana na neno la Mungu. Na mambo ambayo Biblia inatufundisha ni haya yafuatayo. Namba 1, kutenda mema ili watu wamtukuze Mungu. Namba 1, mafundisho ya Yesu yanatufundisha namba 1, kutenda mema ili watu wamtukuze Mungu. Kutenda mema ili watu wamtukuze Mungu. Katika sentensi hii ni namna gani utatenda mema ili watu wamtukuze Mungu? Kuna vipengele kama vitatu hivi. La kwanza, unatakiwa kuwa mtu wa kujali watu. Kuwa mtu wa kujali watu, yaani wajali watu. Yaani muone mtu ni wa thamani tena kuliko wewe. Ukimjali mtu unamheshimu, utamfanyia mema. Lakini mtu usipomjali hautamfanyia mema. Namba 2, uwe mtu wa kusaidia watu. Kuna watu wengine hawezi kufanya jambo fulani. Ili uweze kuwa mfano wa mtu wa kutenda mema, kuwa mtu wa kusaidia watu. Mtu kimsaidia anafurahi sana, anasema asante, Mungu akubariki, na Mungu anapokea utukufu. Mungu anatukuzwa kutokana na matendo tunayowatendea watu. Ukiwatendea watu mambo mema, na Mungu anatukuzwa. Namba 3, kuwa mtu wa kushirikiana na watu. Usiwe mpweke kila wakati. Usiwe mbinafsi. Sio mpweke, mbinafsi. Usiwe yani wewe ni peke yako tu kila wakati. Shirikiana na watu. Yani usifanye kufanya mambo yako wewe peke yako mwenyewe. Au kwa lugha nyingine usiwe mchoyo. Si ndio hivyo Yani usiwe mchoyo. Yani kuwa mtu yule wa kuwasaidia watu, unaongea na watu, unawajali watu. Mtu ana shida, unamsaidia, unampa pole. Hata pole jamani, si haina gharama yoyote, lakini pole ina nguvu kuliko hata pesa. Amen. Yani mtu ukimwambia pole anafarijika sana. Sasa ili uwe na maadili mazuri, unatakiwa mtu wa kutenda mema kwa njia ya kujali watu, unawasaidia, unashirikiana na watu. Tulianza kuandika namba 1. Namba 2, usimchukie ndugu yako. Usimchukie ndugu yako. Chini ya hii point usimchukie ndugu yako, andika usiwe na hasira. Yaani usiwe na hasira. Biblia inasema kwamba muwe na hasira lakini usitende dhambi. Hebu hapa nirudie tena. Biblia inasema uwe na hasira lakini usitende dhambi. Lakini kwa asili na maana kila mtu ameumbwa na ile hali ya kukasirika. Lakini ile hasira isikupeleke mpaka ukafanya kosa. Ukikasirika, tulia, muombe Mungu. Kama ukimwomba Mungu, ile hasira inashuka. Usizoee kuipandisha hasira. Ukiipandisha hasira, matokeo yake inakupeleka kwenye matendo mabaya.
alafu maadili yanakwisha, alafu shetani alivyo mhalifu anakupandishia hasira, ukishatenda mabaya baadaye anakuambia umefanyaje hapa? Anasema si unasemaga wewe Mkristo? Tunasemaga wewe Mkristo, mbona umefanya? Anaanza yani dhamiri inaanza kushitaki. Unasemaga wewe Mkristo, mbona umefanya hivi? Kisa umeiruhusu hasira yako. Muwe na hasira lakini usitende dhambi. Kwa hiyo ili utende matendo mema unatakiwa unathibiti hasira zako. Mwingine akikosewa tu anakasirika, wiki ya kwanza amekasirika, wiki ya pili amekasirika, wiki ya tatu amekasirika, mwezi umeisha amekasirika, mwaka umeisha amekasirika. Na kawaida ya hasira, ukikasirika ina maana unamchukua yule mtu unambeba moyoni. Kesho mwingine anakukosea, unakasirika, unambeba wa pili. Ukikosewa na watu 7 una watu 7. Hasa kwa sababu bado hasira ipo, wewe unatembeaga na watu 7 moyoni kila siku. Mzigo. Baadaye wanafika 10. Baadaye 20. Baadaye kijiji kizima unatembea kumbe umebeba kijiji. Yaani umebeba wala yote unatembea nayo tu. Yaani hoi. Matokeo yako naacha kuja kanisani. Sasa una watu wengi utakujaje kanisani jamani? Yaani balozi yuko humo. Vikoba viko humo. Kausha damu yuko humo. Juna maneni yako humo. Yaani ukikosewa huku unabeba. Kosewa kwenye kwaya unabeba. Kosewa siju kanisani unabeba. Sasa wewe utafika wapi? Kaka waguzaliwa amekukosea, kesho msalimii. Kaka Kinyiramba wanahitaji ati. Wasi Mnyiramba Mayo. Mayo. Yaani Mayo amekukosea umsalimii. Mayo kabisa. Kaselete mkono basi. Yaani kaka waguzaliwa au dada kakukosea. Hebu wapigieni hao wawili makofi, wamekaa vizuri sana. Amen. Msiaje kusalimiana nyie watoto. Wanaofahamu ni wachache, wengine hawajui, msijali. Nafahamu tu mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kwamba usimchukie ndugu yako. Yaani mtu mwenye maadili akikosea anaona hii ni kawaida, si binadamu kama mimi bwana. Hata mimi nikikosea. Kwani nyie mnaolima, wangapi wana mashamba wanalima? Wangapi wanalima? Kuna siku gani ulijikata jembe? Mara nyingi tu. Ulipojikata jembe lile shamba uliliuza? Baada ya kuvuna yale mazao uliyachoma moto? Sasa kwa nini unayala wakati ulikata jembe? Au lile jembe ulilichoma moto? Hamna. Si bado tu? Sasa kwa nini Mayo amekukosea unakasirika mpaka Jumamosi? Natakiwa kwamba tusiwe na ile chuki. Sisi ni watu wa Mungu, tumejengwa katika msingi wa mitume na mafundisho ya mitume na manabii. Amen. Manabii au mitume walikuwa wanatembea pamoja. Nilikuwa nafundisha Jumapili iliyopita hapa kwamba walikuwa wanamega mkate nyumba hadi nyumba. Leo wako kwangu, kesho wako kwako. Wakaamua na kuuza viwanja, wakaleta vitu vyote mbele ya mitume. Wakasema vitu vyote ni shirika. Waliona kwamba yani yule mtu ni kama ndugu yako tu. Tena Biblia inatufundisha zaidi kwamba ndugu yako ni sawa na mwili wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Umejikata jembe, huwezi kusema hii mikono imesababisha nimekata mguu wangu na utoa huu mkono. Hasa mkono ukikosea unautoa. Unabaki na moja. Kesho mkono wa pili unakosea unautoa. Unabaki na mingapi? 2 toa 2. 2 toa 2 ngapi? Hasa baadaye si utamaliza mwili. Hasa ndugu yako ni mwili, ni sawa na mkono wako, ni sawa na kidole. Ni sawa na mguu wako wa kulia, mguu wa kushoto. Hata waliopitia jeshini wasema shoto kulia. Mkono unaheshimiwa sana si wa kulia. No. Lakini nenda jeshini hawaanzi na kulia. Unaona mambo yalivyo? Wanaanza kushoto kulia. Sababu gani? Uweze kutembea kama ng'ombe Ulaya. Wanaanza kushoto ili ujipange vizuri uende vizuri.
Ina maana vitu vyote ni vya thamani, vitu vyote vina kazi yake, vitu vyote vinaheshimika. Kwa hiyo ndugu zetu pia tuwaheshimu, kwa sababu basi unajua tumeumbwa kwa kufaidiana. Ndio maana Mungu alipoumba, kabla hajaumba mwanadamu akaumba vitu kwanza, ili vile vitu vije vimuhifadhi mwanadamu ajisikie amani. Kukawa na miti, maji. Maji ni uhai, bila maji hamna uhai, si ndio? Alitanguliza maji kwanza. Unaona hiyo? Anajua hawa watu wanapenda sana nyama hawa, kaumba samaki na kuku sijui na nini na kware. Yaani asingeumba mngemsumbua Mungu sana. Akaumba na vitu vingine na mazao na nini, mahindi na nini, ndio mwanadamu akaja. Alafu leo navuna wasema haya kwangu, hata kumtolea Mungu hapana. Weye vya kwako ulikuja navyo. Bwana Yesu asiwe sana. Biblia inasema kwamba usimchukie ndugu yako, maana yake tusiwe na hasira, tuweze kuwa na utukufu wa Mungu ndani yetu. Hapo ndipo maadili yetu unajua wanapochochea hasira ndio vita inaanza, si ndio? Inakuwa hivyo. Ukikuta kuna vita mahali watu wamechocheana, watu wamejazana ghadhabu, watu wametukanana, ndio vita inatimuka. Na kuizima inakuwa ni vigumu. Tukawe na amani katika makanisa yetu. Amen, amen. Tukawe na amani katika familia zetu. Ukikasirika mwambie mwenzako hapa imetosha bwana. Sina mimi na mwanadamu, na yeye ni mwanadamu pia. 3, usiwe na tamaa. Usiwe na tamaa. Usiwe na tamaa. Katika maadili inatufundisha usiwe na tamaa. Usiwe na tamaa katika mazingira yote yale. Yaani mazingira yoyote yale. Ukiandika hii sentensi itakuwa ni njema pia. Katika mazingira yoyote yale usiwe na tamaa. Mathayo 5:28. Mathayo 5:28. Lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Hilo neno la Mungu linafundisha kwamba ukitazama mwanamke kwa kutamani umeshazini. Inatufundisha hivi. Ina maana ukiwa na tamaa, Waswahili wanasemaga tamaa ya mzee fisi ilimpeleka wapi? Si alikosa vyote. Yaani fisi, huu ni mfano tu wa kawaida, hadithi tu za kawaida. Kulikuwa kuna njia mbili. Sasa hajui kule kuna nini mwisho wa njia. Hata akasema nikifuata njia hii, inawezekana njia hii haina kitu mbele, ile njia nyingine ya pili ndio ina kitu. Sasa kaamua kanyage njia zote. Alifika? Si hakufika. Sasa tamaa pia huwaga inapeleka watu kwenye mauti. Kama kijana hujaoa, hujaolewa, usiwe na tamaa ya vitu. Watu waliojiingiza katika tamaa ya utajiri wa haraka, wameingia katika mikataba ya ajabu, wameingia katika maagano ya ajabu, wameacha neno la Mungu. Msikilize Mungu, nenda hatua kwa hatua, mafanikio yako mbele za Mungu. Yaani hakuna muujiza wa mafanikio isipokuwa ni kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na jua kali, Bwana Yesu asifiwe. Yaani muujiza wa mafanikio ni kufanya kazi. Yaani we piga kazi. Ndio maana Mungu alipomuumba Adamu alimweka kwenye bustani ya Edeni ili ailime. Yaani ilikuwa ni jambo la kwanza ili afanye kazi. Yaani hamna kitu kingine duniani. Usijipendekeze. Wengi wanakosa maadili kwa kujipendekeza. Usijipendekeze ili upendwe na watu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu punga mikono tena, haleluya. Usijipendekeze. Yaani mwingine akimwona mchungaji ndio anaanza kuomba katika jina la Yesu Kristo, toka katika damu ya Yesu Kristo. Siku mchungaji hayupo, amekaa ametulia tu hivi.
Lakini ukisikia askofu yupo Yesu, haleluya, kwa damu Yesu Kristo. Lakini kule mtaani hafai. Fanya kile kinachotoka wapi? Moyoni. Yaani fanya vizuri kwa utaratibu, kwa kumheshimu Mungu. Kwa hiyo kujipendekeza, ndugu zangu, waga ni vibaya sana. Fanya vizuri katika ibada, mheshimu Mungu, fuata taratibu nzuri, ndipo utukufu wa Mungu utaenda kuonekana katika maisha yako kupitia wewe, na Mungu atakuinua. Amen. Tuko namba 4. Namba 5, samehe. Nafikiri nimeshaizungumzia wakati nazungumza usimchukie ndugu yako. Samehe. Mathayo 18:21 hadi 22. Samehe. Samehe. Mathayo 18. Nasoma. Mathayo 18:21 hadi 22. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi? Nami nimsamehe hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata mara 70. 7 hata mara 70. Maana yake hakuna mwisho. Utakuta mtu amezoea kwamba Bwana ulinikosea jana nikakusamehe, na leo juzi ulikosea nikakusamehe, leo sikusamehe. Hapana, nimefunga mlango wa kusamehe. Hasa Mungu ingekuwa Mungu yuko kama sisi, na sisi tusingepata msamaha. Na mangapi tunamkosea Mungu sisi? Mungu anasema kwamba ndugu yako akikosea, samehe 7 mara 70. Yaani usiposamehe unajijengea moyo wa ghadhabu, alafu hasira inajaa, inakupeleka kutenda yaliyo mabaya. Sasa kama vijana wa kanisani tunatakiwa kuwa na moyo wa kusamehe. Ndugu yako akikosea, na wewe ambaye unaomba msamaha, na wewe samehe pia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana anakuambia, Bwana nisamehe Bwana. Umbe hapana, leo hamna msamaha, ilikuwa jana. Umechelewa, ilikuwa jana. Hapana hivyo. Tunatakiwa kuwa, Biblia inasema kwamba tunyenyekeane sisi kwa sisi. Tukinyenyekeana tunaheshimiana, mwenzako anakuomba msamaha na wewe unapokea msamaha. Maana kwa sababu hiyo tunafanya safari yetu ya kwenda mbinguni na pendeza. Utukufu wa Mungu unaonekana. Tunakuwa ni vijana walio wazuri, wanatembea pamoja. Biblia inasema hivi, watu wawili hawawezi kutembea njia moja wasipo patana. Yaani mkisameheana hapo mmeshapatana, mnakuwa mnatembea, hamna shida. Na huduma zetu zinakuwa zinapendeza. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Vijana, haleluya. Vijana, haleluya. Amen. Kauli mbiu inasemaje mwenyekiti? Hebu simama dakika moja. Wakumbushe wamesahau. Hebu simameni basi. Amen. Nimeisahau kauli mbiu, ngoja nikumbushwe hapa. Ziko kauli mbiu 2. Bwana Yesu asifiwe. Za mwaka huu zote. Zote za mwaka huu. Ni kufanya yanayompendeza Mungu. Tukifanya mambo mazuri yanayompendeza Mungu, na Mungu wetu anafurahi, anapendezwa. Tumezungumzia juu ya kutenda mema ili watu wamtukuze Mungu, kwamba usimchukie ndugu yako, usiwe na tamaa, usijipendekeze. Kama kitu hujui, mwambie mwenzako, nifundishe Bwana, inakuwaje, nielekeze. Kielekezwa unafanya vizuri. Pia tumeangalia pointi inasema kwamba lazima tuwe watu wa kusamehe. Twende sasa pointi. Tumefika namba ngapi hapo? Namba 5. Namba 6, usihukumu. Usihukumu. Usione wewe unafanya vizuri kuliko wenzako kwamba hawafai. Yaani labda nibadilishe maneno hapo. Usione mwenzako hafai, bali mpongeze mwenzako ili kesho afanye vizuri. Kuna maandiko hapo katika Mathayo 7:1.